Jambo jema katika hii ni kwamba japo tu wa dhambi, Nabii Isaya anatuhakikishia kuwa kuna njia ya kutokea. Hatuwezi tukabaki kwenye dhambi tu, tuna njia ya kutokea, kwamba neema ya Mungu ina nguvu zaidi ya dhambi zetu. Mungu ni mwenye msamaha. Mungu alishatoa msamaha huo kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Anatutaka na sisi tupokee msamaha huo. Nabii Isaya tena ananena kuwa ijapokuwa dhambi zetu zingekuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Isaya sura ya 1 aya 18. Ina maana kwamba neema ya Mungu ina nguvu zaidi ya dhambi yeyote ile. Inazisafisha na kuwa nyeupe pe. Katika mtizamo wa kiteolojia wa Mtakatifu Paulo, hasa katika barua yake hii kwa Waroma, anatafakari juu ya mkinzano uliopo kati ya dhambi na neema, ambayo neema ni nguvu ya Mungu na neema inashinda dhambi zote za aina yoyote. Dhambi inatokana na kukosa utii kwa Mwenyezi Mungu, ni kuvunja amri ya upendo ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaokolewa kwa njia ya msamaha wa Mungu, tunasafishwa kabisa na neema hiyo ya Mwenyezi Mungu, na si kwa juhudi zetu, sio kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Napenda kukumbusha kuwa leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Yohani Maria Vianney Padre. Huyu mtakatifu amejaliwa kuwa somo na msimamizi wa mapadre wote, hasa maparoko. Yeye alikuwa mtu wa kawaida sana, labda sio msomi kivile. Alikuwa anababaika katika masomo yake. Itoshe tu kujua kwamba alikuwa padre mwenye nguvu sana na mwenye vipaji vingi kichungaji. Pia alikuwa mtu aliyekuwa na mahangaiko mengi sana ya kichungaji, akiwahurumia kondoo aliyokabidhiwa. Alikuwa muungamishi mzuri sana, mahiri na mgawaji mzuri wa sakramenti kwa wagonjwa, mwabudu Ekaristi, sakramenti ya Ekaristi, na aliwatafuta kondoo waliopotea. Kumbukeni kwamba huyu aliishi kipindi kile cha mapinduzi ya Ufaransa, the French Revolution. Ni kipindi hicho basi alipoishi, na unavyojua mapinduzi ya aina yote yanaleta kila aina ya itikadi, na kwa kweli dini iliwekwa pembeni. Dini, mafundisho ya dini. Kumbuka Ufaransa ilikuwa karibu nchi yote ilikuwa ni ya Kikatoliki, lakini kutokana na mapinduzi yale kulikuwa watu walipiga vita sana imani, na hivi ndicho kipindi alichoishi wakati imani iko chini sana. Pia alikuwa mtu aliyekuwa na mahangaiko ya kichungaji, kama nilivyosema, muungamishi, mwenye kutafuta kondoo waliopotea.
Sasa kwa mtizamo wangu mimi ninamuona Baba Askofu Ludovick Minde akiwa na sifa hizo za kichungaji. Tena ni kama amemzidi Mtakatifu Yohane Maria Vianney, kwa sababu Baba Minde ni msomi mzuri wa maandiko matakatifu, yaani Biblia, ni msomi mzuri. Yohane Vianney hakuwa msomi mzuri, lakini huyu amemzidi kwa jambo hilo walau moja. Lakini hizi sifa zingine za Yohane Maria Vianney, Baba Minde anazo zote na masomo juu yake. Katika mahangaiko yako kwa kuwalea kondoo wa Mungu, Baba Askofu Minde kwa kiasi kikubwa unafanana na Mtakatifu Yohane Maria Vianney. Umelihangaikia kundi la Bwana huko Kahama. Umefanya hivyo hapa Moshi, na wakati ulisimamia bodi ya seminari kuu ulionyesha mahangaiko makubwa kwa kulea mito mitakatifu katika seminari zetu kuu. Hizi ni sifa kwa kweli, ni za kwake na huwezi ukamnyang'anya, ni za kwake. Hongera sana Baba Askofu. Tunakupongeza kwa moyo wako wa kulipenda kanisa, na hii ni kweli kabisa, kulipenda kanisa na hasa kujenga kanisa la kisinodi. Sinodi manake kutembea pamoja, kwenda pamoja, kanisa zima liende pamoja. Tulipokuwa kule Nairobi hivi majuzi, maaskofu wote tulikuwa kule, na ilikuwa ni mkutano mkuu wa MESEA, na kule mada ilikuwa ni kanisa la kisinodi na vijana wataka tu wawe sawa nasi, tutembee pamoja. Ni kanisa zima linatembea, na vijana ni sehemu muhimu ya kanisa la kisinodi. Kwa hivi vijana walitaka wapate attention, na ni haki kabisa attention, kwani wao ni Wakristo kama sisi, na hakuna kwa kweli, ukiacha nafasi tulizonazo, hakuna tofauti ya ubatizo wa kijana na ubatizo wako wewe au mimi. Kwa hivi tuna mahangaiko yote ya kulijenga kanisa la Mungu, na kama basi sinodi ni kutembea pamoja. Hapa Baba Mtakatifu alipoadhimisha Baba Mtakatifu Francisco alipoitisha sinodi ya maaskofu kuhusu sinodalia, kuhusu kanisa la kisinodi, katika ile sinodi ya maaskofu kule Roma, safari tuliyotembea kwa miaka mitatu, yaani wewe Baba Askofu Jimbo, Baba Minde, uliona kama haitoshi. Yaani tulipomaliza sinodi tu ukaitisha sinodi jingine ya jimbo la Moshi, jimbo la Moshi. Na ndio maana pale mwanzoni nilisikia mkisalimiana, sinodi jimbo la Moshi, mkaitikia namna gani? Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Jambo zuri, sio jamani? Kufanya yote kuwa mapya, jambo zuri sana, na ndicho alichopenda Baba Askofu kukifanya katika jimbo la Moshi, kufanya yote kuwa mapya. Hongereni sana wana Moshi. Basi Baba Askofu uliitisha sinodi hii ya jimbo la Moshi
ili kupata muda mrefu zaidi wa kutafakari na kuweka kwenye matendo yale mnayoyaamini, yaani imani yetu ya Kikristo katika kanisa la Moshi, na kujiuliza ni yapi hasa mahitaji ya sasa muda huu yanayohusu kwenda mbele pamoja, na namna ya kuishi vizuri tunu za Injili pamoja. Jambo zuri kuishi pamoja, kuendeleza pamoja na kufanikisha pamoja. Na sasa sisi ambao tumekuja kama wageni, tukiangalia kazi mnazofanya Bwana Moshi, tukiangalia mambo yanayoendelea, kwa kweli tunawaonea wivu. Tunaonea wivu, tunashangaa hayo mapesa mnapata wapi? Hayo mapesa mnapata wapi kufanya haya yote? Lakini Mungu yupo. Labda ndio siri ya sinodi, ndio siri ya sinodi ya jimbo. Na sisi maaskofu ambao hatujaitisha sinodi tunajiuliza, labda kumbe siri iko hapo, siri iko hapo kwenye kuitisha sinodi, ili kwenda pamoja, na mapesa yanapatikana, yanatokana na neema ya Mwenyezi Mungu bila shaka. Kwa hivi tunawapongeza tena sana, na tunapompongeza askofu wenu, mchungaji wenu mkuu anapoadhimisha kile anachostahili. Nimesema kwamba anaadhimisha kile anachostahili. Kuna watu, na nawaambia hata kwenye jimbo langu, kuna watu ambao kwa kweli hawana cha kuadhimisha, yaani hawastahili kwa sababu miaka 25 umepitisha hivi hivi kwa failures, na hata unaogopa kusimama mbele ya watu na kutaja kwamba ninaadhimisha jubilei. Lakini Baba Binde anaadhimisha kwa kujiamini kwa kujiamini, kwa sababu kazi hizo zinaongea zenyewe, kama Kristo alivyosema, kama basi hayo matendo mnayaona ni ushuhuda wa kazi nilizotenda. Na kwa kweli Baba Binde, naomba wanakahama kama hata hamkubaliana na mimi, lakini tulifika kule kwenu tukaangalia ile sehemu ambazo ni ishara za miaka 17, hiyo ndio sema 17, 18. Kwa kweli kazi kubwa alifanya kule Kahama. Yaani hata kama hukubaliana na Baba Askofu Minde, kama una matatizo na yeye, lakini kazi hizo zinaonyesha kazi alizofanya. Na katika uzee wake, kumbuka alikuwa kijana safi maridadi alipopelekwa kule Kahama. Amerudi hapa Moshi akiwa mzee kama mnavyomwona, lakini ni mzee kijana, mzee kijana ambaye anapambana mpaka dakika ya mwisho. Hata kama wanamoshi hamkubaliana naye, lakini kazi alizofanya zinaonyesha. Kazi alizofanya na anazozifanya bado zinatoa ushuhuda wa kwamba yeye ni nani. Narudia kusema kwamba hongera sana Baba Askofu, hongera kwa kweli kutoka moyoni kabisa, kwani kazi, mimi naguswa kwa kweli kwa kazi unazozifanya, na tunajiuliza kwamba hayo mahela unapata wapi? Na naomba nikisema mahela sina maana kama baba rekta wa Kibosho huko hapa anaitwa mahela, sina maana hiyo mahela, lakini hizo fedha ambazo mnafanya mambo makubwa namna hii, huwa mnapata wapi? Hiyo siri tuambieni wana Moshi.
na nilikonkludi kwa kusema kwamba siri ipo kwenye sinodi ya jimbo, sinodi iliyoitishwa kule, kutembea pamoja, kwenda pamoja, na hii inafanya miujiza katika uchungaji. Hongereni sana. Tumsifu Yesu Kristo.